Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Tuko na picha moja marjara. Picha moja ya kizazi zaidi. Hii hapa picha inakuja kwa jina Jane Love. Na The Chosen One ndo nazidi kutambaraza Tara Bintibu. Hii hapa picha na Reggae Sound. Lakini pia mitamboni sauti ya Fau DJ. Tuko na kuletea jalamba ile pa kitaalamu zaidi. Kwa cha msingi ungana na sisi tu ili kwenda kuenjoy kizaza zaidi. Wasema na juu ya story ambayo inasemekana kwamba miongoni mwa watu ambao familia zao zilikuwa zina beef kubwa zaidi. Zilikuwa zina vita ya miaka mingi zaidi. Lakini sasa watoto walikuja kutengeneza muunganiko ambao uliweza kuleta upendo kati yao. Hivyo ndani kulikuwa kumejaa visasi vizito zaidi. Itakuwaje waweze kusurvive katika familia ambazo historia zilikuwa zina vita kubwa sana ya kimadaraka kwa miaka mingi sana ambayo imepita. Hiyo hapa ni kwenda kwa jina Jane Love. Lakini pia tuko tunapigwa na Baba kutoka DC Production Jumba Budani pale ikiwa na sound yake. Baba ndo anasimamia kizazi zaidi. Hebu tuende katika episode ya kwanza tu kupata jalamba na muunganiko wa kazi bora zaidi. Hii hapa inatokea kwetu, kwa hiyo usipange kukosa. Haija msingi kisha unazidi kulike, comment, kushare, kusubscribe na pia tutakuwa nguvu ya kuweza kuendelea kuisogeza hapa kazi. Kwa hiyo usipange kosa. Hebu tuanze katika episode ya kwanza tu. Tuanze hapa. Okay, hatimaye katika episode ya kwanza tu tuko na jalamba bomba zaidi. Wasema mwanzoni wa picha kuna msafara wa mtu mmoja ambaye kwa sasa bado hatujaiona sura yake. Kijana wake anamwambia kwa wakati huu ni kama muda umeenda sana. Hivyo inatupasa tusijui japo kidogo. Anambia kisha unaenda kusafisha mji. Nahitaji kufika huko. Lakini mtu ni kwamba na kumbukumbu ya nyuma kidogo ambayo inaonyesha kuna kizaza ambacho kilipita katika familia yake. Tutakwenda kujua mbele zaidi. Lakini sasa katika eneo la mji kuna bwana mdogo mmoja anaongozana na watu ambao wanatoka katika familia ya Wang. Analeta katika jumba ambalo limeandikwa ni jumba la mtabiri. Basi watu walikuja tu katika ile eneo wakiwa wanahitaji kupata nafasi ya kujua nini hatima ya mtoto ambaye yupo katika tumbo la mama. Anasema nahitaji kujua kwa sababu nimesikia mengi kutoka kwako, kama nitaweza kupata mtoto wa kiume au wa kike. Basi mwanamama alimshika mkono mtu wetu, na baada ya kumshika aliweza kupata maono fulani ya juu ya mtoto ambaye anazaliwa. Aambia mtafanikiwa kupata mtoto wa kiume, lakini ni wa Master Kion. Anasema mbona unafanya makosa? Anasema mimi sijawahi kukosea. Basi mwamba agundua kwamba mtoto sio wa kwake. Tayari mke wake alikuwa ameweza kumchiti. Anasema nitaitangaza sehemu yote na watu wengi waweze kujua juu ya kile ambacho amenifanyia. Sasa binti baada ya kuona kimenuka aliweza kukimbia. Sasa anaambia mdogo mnyama. Anakuambia captain huyo ambaye ni bodyguard wa mtaalamu afika katika eneo la mji. Na sasa anahitaji kusafisha njia tu kwa sababu kuna mwamba ambaye anatakiwa afike hapa. Sasa huyo mama alikuwa anazuia kidogo. Awaambia ungekaa pembeni kwa sababu habari ambayo inakuja hapa takiwa upishe tu na usubiri juu wa mtu ambaye anakuja. Ilikuwa ni majira usiku zaidi. Mwamba ndo alikuwa anaingia katika ile eneo. Basi aliingia katika tempo moja kubwa sana. Na hapo kulikuwa kuna mungu wa Buza. Lakini sasa anawaambia na binti tulikuwa amejificha katika hilo eneo ambalo mtaalamu amekuingilia. Mtu huyo alikuwa mpata majeraha sana. Hatujua majeraha ameyapata wapi. Lakini sasa anaonekana majeraha sana. Hivyo alikuja katika ile eneo kwa ajili ya kujitibia. Lakini alisikia mchakacho ambao ulimfanya gundua ndani kuna mtu. Kijesha mavazi afu akakata hiyo sehemu. Ile kufunua alikuwa ni binti. Limpa roba moja sana. Baada kumshika binti huyo, kwa binti ana uwezo wa kuona matukio ya nyuma na yale ya mbele zaidi. Aliweza kupata kumbukumbu ya nyuma zaidi ya mtu huyo kutoka kwenye kile ambacho kinaonekana ni kama memory ya zamani zaidi. Hata hivyo mtu naye kuna kumbukumbu ambayo alipata ni kama ameweza kumkumbuka bibie tu kutokana na kipande cha karatasi ambacho alikiona katika begi la binti huyo. Basi binti alihitaji kumpatia msaada mtu huyo. Alihitaji kumtibia ili kumweka sawa zaidi kwa sababu aligundua mtu yuko katika hali ya maumivu sana. Basi ilikuwa ni katika hali ya kuhakikisha tu anaweza kumpatia msaada mjomba arejee katika hali yake. Alimwomba isema kitu kimoja tu ya kwamba nimerejea. Binti hakuelewa nini kinamaanishwa na mtu huyo, lakini mtu ni kwamba isema amerejea. Basi baada ya muda kupita kidogo, mamba alikuwa ametibiwa. Asema wewe
Ina maana umeweza kunichungulia au? Anaambia unasema kwenda kwa wakati huu. Lazima ujibie kile ambacho nakimaanisha. Binti akampiga changa mwanaume, sasa akatoka nje. Ile kutoka nje akutana na mashine chafu zaidi. Huyo ni bodyguard wa mkali ambaye kwa sasa bado hatujapata utambulisho wake. Basi binti akuta kundi la watu wengi. Naambia maisha marefu Enuchi. Binti anasema huyu hawezi kuwa Enuchi. Kwa nini binti anasema mtu huyu hawezi kuwa Enuchi ilihali watu wanasema ni Enuchi? Ni nini ambacho binti ameweza kugundua kwenye taswira mtu huyu ya kwamba ana vigezo vya kuweza kuwa Enuchi? Lazima kuna namna ambayo binti ameweza kuitambua pindi ambapo anamtibu mtu huyu. Hiyo hapo ni katika episode ya kwanza tu. Sasa tukutane katika episode ya pili ya Mzigo Bomba Sana hapa. Kumbuka hii picha itakuwa inatembea na sound yake. Kwa hiyo usipate moto. Utaendelea kuenjoy burudani kizazi zaidi. Tukutane katika episode inayofuata ili kujua hatima ya mtu huyu. Kwa nini binti anasema hawezi kuwa Enuchi. Wow, ciao. 还不快拜见！